Karibu tena mwanasoka mwenzangu popote ulipo ulimwenguni. Hivyo basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Ni wasaa mwingine tena wa kuangazia leo tena yanayojiri viwanjani, na kama ilivyo ada kwetu sisi tunamulika soka, tunamulika kabumbu kwa ujumla, pamoja na yale yote yanayoendelea nje na ndani ya bara la Afrika katika ligi ambazo zinawasha moto vilivyo. Hapa nazungumzia ligi kuu Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup na maeneo mengine yote ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kuu nchini South Africa almaarufu kama Betway Premiership, ligi kuu nchini Misri almaarufu kama Egypt Premier League, lakini pia ligi kuu nchini Ujerumani, Uingereza, Spain na Italy na maeneo mengine yote katika kila kona ya dunia. Lakini pia tunakwenda kukuletea update zote za michuano mikubwa barani Afrika. Hapa nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Kwa jumla zote hizo utakwenda kuzipata hapa Bino Sports, lakini pia utakwenda kupata updates zote kuhusiana na michezo ya kimataifa pamoja na michezo ya ndani. Na moja kwa moja nikizungumzia michezo ya kimataifa, nazungumzia mashindano ya Chani pamoja na AFCON. Kwa ujumla zote hizo utakwenda kuzipata hapa. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Stellenbosch FC kutokea nchini South Africa katika hatua ya mkondo wa pili wa mtoano wa hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika almaarufu kama CAF Confederation Cup. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mnamo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 siku ya Jumapili majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni mchezo raundi ya pili ya mtoano wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya mchezo wa kwanza kutamatika kwa Simba Sports Club kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Stellenbosch Football Club. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili Stellenbosch Football Club mchezo huo katika hatua hiyo ya mtoano ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu 2024-2025, kikosi ambacho kitakwenda kumpatia ushindi na kumsaidia kusonga mbele katika mashindano hayo, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa milingoti mitatu, yani golikipa, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na golikipa wake Musa Pinpin Kamara na kumpumzisha Ali Salim Katolo. Ikumbukwe Musa Pinpin Kamara amekuwa ni golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo wake mkubwa na wepesi wa kutumia ipasavyo miguu na mikono kwa golikipa huyo pindi awapo langoni. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri katika kikosi cha Simba Sports, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi awapo langoni. Lakini pia golikipa huyu aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto akitokea Horoya Athletic Club amekuwa muhimili bora katika kikosi hicho cha Simba Sports Club baada ya kuwa na mwendelezo mzuri katika ligi kuu Tanzania bara baada ya kucheza michezo isiyopungua 20 na kuwa na jumla clean sheet 15, lakini pia akiwa na jumla clean sheet 4 katika mashindano ya CAF Confederation Cup msimu huu 2024-2025. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani mlinzi nambari 2, nambari 3, nambari 4 na mlinzi nambari 5, na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni David Frank Kameta Duchu. Ikumbukwe kwamba Shomari Kapombe anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo wake mkubwa wa kupiga mipira kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Farouk David ameendelea kumwamini Shomari Kapombe, na hiyo yote ni kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupandisha mashambulizi dhidi ya mpinzani na uzoefu mkubwa alionao beki huyo wa kupandisha mashambulizi akitokea pembeni, huku beki huyo akisifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufanya mikimbio sahihi. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na Mohamed Hussein na kumpumzisha Valentin Noma. Ikumbukwe kwamba Mohamed Hussein amekuwa ni moja ya mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa pinzani akitokea pembeni kwa muda mrefu katika mashindano ya ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David ameendelea kumwamini Mohamed Hussein kutokana na uwezo wake mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa. Lakini pia nasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi. Lakini pia nasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kuweza kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi kuzuia mashambulizi
kwa kuongeza idadi ya viungo katikati pindi kocha atakapohitaji kumtumia kwa namna hiyo nyingine. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na Karabu Chamu, huku mbadala wake ukiwa ni Hussein Kazi. Ikumbuke kwamba Karabu Chamu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mpira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba mpira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyo, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia wasilete madhara kwa timu, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi za mbali kwa usahihi. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora na uzoefu aliokwisha onyesha beki huyo kwa muda mrefu. Beki huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto akitokea Racing Club Abidjan ya nchini Ivory Coast, amecheza mechi 6 za michuano ya CAF Confederation Cup akiwa na jezi ya Simba Sports Club, akipata kadi moja njano na kutokuwa na kadi yoyote nyekundu, huku akifanikiwa kucheza jumla dakika 301. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Club Farouk David amechagua kwanza na Abdurazak Hamza. Ikumbuke kwamba Abdurazak Hamza amekuwa beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi. Beki huyo anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji dhidi ya wapinzani na uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu, anasifika kwa uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi ili kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani. Beki huyo raia wa Tanzania amekuwa ni mmoja wa muhimili imara na mkubwa katika kikosi hiki cha Simba Sports Club baada ya kuisaidia timu kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kupanga vyema walinzi wenzake na kuisaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao msimu huu. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani timu imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wakati, yani kiungo nambari 6, nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports Club Farouk David amechagua kwanza na Yusuf Ali Kagoma na kumweka benchi Augustine Okojefa. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alionyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbuke kwamba Yusuf Ali Kagoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kusaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa, na uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kujiweka eneo sahihi, kucheza na kujiposition kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mipira ya mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Club Farouk David amechagua kwanza na Fabrice Luamba Ngoma, huku Debra Fernandez Mavambo akiwa kama mbadala wake. Ikumbuke kwamba Fabrice Luamba Ngoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kukaba, kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kusaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora wa muda mrefu na uwezo wake mkubwa wa kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sehemu sahihi pindi timu inaposhambuliwa, lakini pia inaposhambuliwa. Mchezaji huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni moja ya mihimili mikubwa katika klabu hiyo kwa kusaidia timu yake kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho CRDB na kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kushika nafasi ya pili katika ligi kuu NBC mpaka hivi sasa, huku akitofautiana jumla alama kadhaa dhidi ya anayeongoza ligi, huko Simba Sports Club akiwa na idadi ya mechi 3 mkononi dhidi ya kinara wa ligi hiyo ya Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Farouk David amechagua kwanza na kiungo wake Jean Jalea Ahua, kumbadala wake akiwa ni Awesu. Ikumbuke kwamba Jean Jalea Ahua amekuwa ni mchezaji mwenye muendelezo mzuri katika msimu huu 2024-2025. Kiungo huyo alijiunga na Simba Sports Club akitokea Stella Club Abidjan ya nchini Ivory Coast. Ahua aliibuka kuwa mchezaji bora wa msimu, yani MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast kwa msimu 2023-2024, ambapo alifunga jumla mabao 12 na kutoa pasi za mabao 9. Kiungo huyo anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao kutokea mbali, kuchezesha timu na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake. Ahua amekuwa muhimili mkubwa katika klabu ya Simba baada ya kuwa na muendelezo wa ubora, huku akifanikiwa kuweka nyavuni magoli 12 ndani ya ligi kuu Tanzania bara na kutoa jumla assist 7 mpaka hivi sasa katika ligi kuu ya NBC. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti.
Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Kibu Dennis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbuke kwamba Kibu Dennis Prosper amekuwa ni moja ya mihimili ya klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika mashindano haya shirikisho barani Afrika baada ya kuwa moja wa wafungaji bora wa mashindano haya mpaka hivi sasa, huku akiwa na jumla mabao 3, huku kinara akiwa na jumla ya mabao 5. Mshambuliaji huyo amekuwa akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kuifungua vyema safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Steven Dese Mukwala, huku mbadala wake akiwa ni Lionel Ateba Mbida. Ikumbuke kwamba Steven Dese Mukwala amekuwa na ubora na mchango mkubwa katika kikosi cha Simba Sports. Hivyo basi mshambuliaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, hivyo kumpelekea kusababisha hatari akiwa katika zoni ya wapinzani. Steven Mukwala amekuwa bora zaidi baada ya kuisaidia timu kwa kuweka kimiani jumla mabao 6 katika ligi kuu na kuisaidia timu yake kufuzu hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club Fadlu David amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzo Kibisawala. Ikumbuke kwamba Kibisawala ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi za winga zote mbili, kulia na kushoto, yani 7 na nambari 11. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kutumia miguu yote kwa nguvu ile ile na ubora ule ule, na amefunga magoli kadhaa akitokea kulia au kushoto kwa kupiga nje ya 18 ya wapinzani. Lakini pia ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi mpenyezo pamoja na pinpoint passes zinazoweza kukata safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hii ni kutokana na vision alionayo ya kuskani na kuangalia chaguzi sahihi ambao ni bora zaidi na kufanya hivyo mara nyingi katika ligi ya ndani na kimataifa. Mfano, goli zote mbili ambazo alikosa Kapombe dhidi ya Almasi zilikuwa ni pinpoint passes kutoka kwake, lakini pia chance ya Jean-Jale Ahoua dhidi ya Stellenbosch mchezo wa nyumbani katika mzunguko wa mkondo wa kwanza ilikuwa ni penetration pass ambayo ilipigwa baada ya kufungasha kijiji cha watu. Speed yake ni kubwa na huwa inaongezeka zaidi akiwa na mpira mguuni, kitu kinachopelekea ugumu sana kwa mabeki wa pembeni kukabiliana naye, lakini pia energy yake ni ya kutosha. Na hayo ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club leo, kikosi ambacho kimetangazwa mapema na kocha mkuu Fadlu David wa klabu ya Simba Sports kuelekea mchezo unaokwenda kwa kabili Stellenbosch Football Club mnamo tarehe 27 mwezi wa 4 majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Bas, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, wegonga hapo ili uwe kwanza kupata video zetu. Karibuni sana na asante.